ni jambo zuri na ni jambo la kulifurahia kwa wale ambao kama ninavyopendelea kuzungumza kwamba kwa wale ambao wapo katika ulingo wa siasa, hili ni jambo zuri kwa sababu tukiwa na watu kuanzia 5, 6, 7 wote wanaomba kitu kimoja ndani ya siasa, inaonyesha kwamba ni mapana au kupanuka kwa siasa katika nchi yetu na katika eneo letu la Mafia. Kwa hiyo inaonyesha kwamba kuna mwamko mkubwa wa vijana kuweza kuelewa kuhusiana na swala zima la siasa, na haya ni moja kati ya maendeleo mazuri zaidi kwa sababu kila mmoja I think anaelewa what we need in our island na anajua what we want in our islands. That's why he or her have decided to stand for Mafia Island or to ask a vote for Mafia Islands. That's why I can say just like that. Mtazamaji wa YouTube channel yetu ya Hunt TV, leo ni siku nyingine. Kipindi niko na ndugu yangu Aliusi. Moja ya jambo ambalo tutalizungumza ni kuhusiana na siasa yetu ya Bongo ambapo inaelekea. Hasa tutazungumzia namna ambavyo watiania ya kugombea nafasi ya ubunge katika jimbo la Mafia, namna ambavyo wamejitokeza almost zaidi ya watiania 5 wamejitokeza kuchukua fomu katika ofisi ya Chama cha Mapinduzi CCM wilaya ya Mafia. Assalamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mimi nipo kwa. Karibu katika Asante sana. Tuko pamoja. Moja ya kitu ambacho kimekuwa ya tofauti kidogo wakati tunaelekea kwenye election, namna ambavyo watiania wa nafasi ama kugombea nafasi ya ubunge katika jimbo la Mafia walivyojitokeza kwa fomu katika ofisi ya Chama cha Mapinduzi CCM wilaya ya Mafia. Taarifa tulizonazo ni zaidi ya watu 5 ambao wameenda kuchukua fomu kwa ajili ya kuomba ridhaa ya chama chao Chama cha Mapinduzi CCM ikiwapendeza wawape nafasi waweze kupeperusha bendera ya chama. Labda upande wako unaweza kueleza? Asante sana. Kwa upande wangu naweza nikasema kwamba kufikia wagombea ambao ni watiania tuseme ambao ni 5 ni jambo zuri na ni jambo la kulifurahia kwa wale ambao kama ninavyopendelea kuzungumza kwamba kwa wale ambao wapo katika ulingo wa siasa, hili ni jambo zuri kwa sababu tukiwa na watu kuanzia 5, 6, 7 wote wanaomba kitu kimoja ndani ya siasa, inaonyesha kwamba ni mapana au kupanuka kwa siasa katika nchi yetu na katika eneo letu la Mafia. Kwa hiyo inaonyesha kwamba kuna mwamko mkubwa wa vijana kuweza kuelewa kuhusiana na swala zima la siasa, na haya ni moja kati ya maendeleo mazuri zaidi kwa sababu kila mmoja I think anaelewa what we need in our islands na anajua what we want in our islands. That's why he or her have decided to stand for Mafia Island or to ask a vote for Mafia Islands. That's why I can say just like that. Wanajua ndio maana wamesimama. Bila hivyo hawezi kusimama tu mtu kwamba yani hayuko vizuri na hajui nini tunataka wana Mafia, hawezi kusimama tu. Kwa hiyo hao waliosimama I think wanajua nini tunachokitaka sisi watu ambao tulioko kwa Mafia, na upinzani huu ukiwa mkubwa zaidi kule inamaanisha kwamba matokeo yake yatazalisha watu ambao ni wazuri zaidi kwa ajili ya Mafia. Kwa hiyo ni swala ambalo la kulifurahia, sio swala labda la kulibeza, ni nzuri sababu ushindani kuzalisha kitu kizuri, kwa sababu watapata zile kwamba ile competition ikiwa kubwa means kwamba mtu anachagua is someone who is the best on that competition. Kwa hiyo atakayochaguliwa means kwamba wamemfikiria wajumbe wakamuona kwamba ana qualify kuwa na sisi. Kwa hiyo I think we are going to get someone who is the best for us. Labda ningependa kuitaja listi ambayo inaenda kwa fomu kwa ajili ya nia ya kama ikitokea Chama cha Mapinduzi kuingia basi
mojawapo apewe nafasi ya kuweza kugombea nafasi ya ubunge katika jimbo la Maswa kwa kupitia Chama cha Mapinduzi. Lakini nafahamu kuwa katika orodha ile tuna vigogo wapatao watatu. Labda kwako ulikuwa na neno gani la kuongea kati ya hawa watatu? Kwa upande wa vigogo watatu, I think kwamba yani kwa wote kwa pamoja is the best in all competitors on that. Tunaelewa kwa sababu unapozungumza hao ambao ni vigogo ambao hatujawa mention, just wanaielewa vizuri kwa sababu sio mara yao ya kwanza kuwa katika hiko kikaango. Sawa, wameingia kwenye kikaango kwa muda mrefu na wanaelewa nini wanachokitaka na wanaelewa Mafia Airlines inataka nini. Naelewa vizuri. Kwa hiyo wanatuelewa kwa undani na wao wenyewe pia wanajielewa. Kwa hiyo I think kwamba hawa watu ni wazuri na ushindani ndio unaanzia hapo, kwa sababu unapopata watu ambao yani katika kushindana usishindane, yani unijue kwamba wewe unashindana kimantiki, unijue kwamba unashindana, unatakiwa upate watu ambao is the best more than you or is the best all, yani mnatakiwa muwe best, ndio unapata competitors ambao wanaandaa hot competitors au competition. Unaelewa vizuri? Kwa sasa hawa watatu ni watu ambao wanaielewa vizuri Mafia kinaga ubaga, sio tu kwa kuzaliwa, sio tu kwa mambo ambayo labda yanayojitokeza Mafia, wanaelewa shida zetu. Naweza nikasema wanazielewa shida zetu kwamba wana Mafia wana shida ya hili na hili na hili. Kwa hiyo ili nisimame na nionekane kwamba ni wa muhimu zaidi, natakiwa nisimame wapi na nilishia wapi maybe, sawa? Kwa nataka nikifanye kitu fulani kwamba Mafia labda ilisimama kwa mwaka jana au ilisimamisha sehemu fulani, kwa mimi nataka sehemu fulani pawe vizuri ili tuende vizuri. Kwa hiyo hawa ni watu wazuri ambao wote kwa pamoja wanaenda kufanya kitu ambacho kile kigumu zaidi kwenye upande wa watu ambao wanakwenda kupiga hizo kura za maoni. Kila mmoja atakuwa anajiuliza kwamba yupi amweke, kwa sababu wote ni wazuri kwa kuangalia hata kimazungumzo kwamba anaelewa nini wanachokifanya. Kwa hiyo hawa watu watatu kifumla ni wako vizuri. Toka tarehe 28 ya Juni mpaka kufikia tarehe 2 ya Julai, wajamii wapo kimya sana. Kuna mtu ambaye ameweza kuunga ili wanasubiri tarehe 2 sana na 25 wanasema baada ya kuandika fomu chama kitawaruhusu kwenda kufanya kampeni kwa wale ambao watatakiwa sasa kwenda kuwateua. Labda neno gani ambalo ungeweza kuwaambia hawa ambao sasa wanaenda kuteua mmoja kati ya wale watano? Kitu ambacho ninachoenda kushauri kwa upande wa wapiga kura wao maoni ambao wao ndio tuseme kwamba wanashika nyoyo sasa za wengi, kwa sababu kushika nyoyo za wengi inamaanisha kwamba wao wachache lakini watafanya maamuzi ya watu walio wengi ili wapate kitu ambacho kiko best ili wakilete kwa wengi, sawa? Kwa hiyo hawa ambao wanaokwenda kufanya hii election ya wachache wanatakiwa wachague mtu ambaye wanajua kabisa kwamba huyo ana qualify. Yani tuache mihemko, sawa? Yani waachane na mihemko, waachane na ile kuangalia kwamba labda huyu sura, yani usilabie wakati unafanya maamuzi. Maamuzi hayahitaji kulabia, yani yanatakiwa maamuzi wakati unayafanya kwanza tuliza kichwa chako, uangalie yani ule mustakabali wa eneo lako, kwa sababu unayemkabidhi mimi kwamba unategemea aje awe mtu ambaye ataongoza katika ile eneo, sawa? Kwa sasa hapa wewe una jukumu la kumchagua mtu ambaye atakuongoza miaka 5. Kwa hiyo katika kufanya maamuzi yako yanatakiwa wewe ufanye vizuri zaidi. Kwa hiyo wao wanatakiwa wamchague mtu ambaye ni bora na sio bora mtu. Kwa hiyo nikiwa na maanisha kwamba waangalie katika wagombea wote ambao wako nao kwenye meza yao, sawa? Yani just like umepewa chakula, sawa? Katika vile mchanganyiko wa chakula utachagua your best food. Kwa hiyo best food awe ni yule ambaye anapendezwa na wengi. Na maanisha kwamba ni mfanyaji na sio mzungumzaji, kwa sababu kuna wengine ni wazungumzaji tu, sawa? Kwa hiyo tunahitaji mtu ambaye anafanya, sawa? Ni mtu ambaye atakuwa yani kwanza, yani tuseme ni accountable kwa wote,
sawa, unajua kabisa kwamba this one ninapomchagua huyu kitazaliwa hiki. Yaani usione hasara hata kuandika kwamba huyu ana hiki ana hiki ana hiki, huyu ana hiki ana hiki ana hiki, alafu baadaye unakuja unaorozesha vile vitu kwamba hiki na hiki, basi bora nimchague huyu. Kwa tuchagulie mtu ambaye yuko best for all sides, kwa sababu tunahitaji watu ambao wanawajibika, tunahitaji watu ambao wapo kwa ajili ya wananchi, sawa. Kwa hiyo huko wanapokwenda kufanya uteuzi wao, wamteue mtu ambaye yuko vizuri, ambaye anadili na watu, ambaye anaweza kusimama vizuri kwenye majukumu yake, sawa. Kwa sababu mwingine anaingia kwenye siasa, maybe ameambiwa tu na mtu, amevutwa tu shati bana, njoo huku kuna biashara fulani, sawa. Na kuna mwingine anafanya ile biashara kwamba ni biashara, sawa, kwa vile ina faida nono, sawa. Kwa hiyo anategemea apate faida nono. Kuna mwingine ni kwamba kile kitu kipo ndani ya damu. Kwa hiyo hapa anatakiwa tofautishe kati ya yule ambaye kitu kipo ndani ya damu na yule ambaye anayefanya biashara, kwamba anafanya biashara according kwamba liko kwenye uso wake. Kwa hiyo wachague mtu ambaye ni mzuri kwa watu wote, sio kwa sababu tu ya chama. Ni kwa jumuiya, kwa sababu unapomchagua leo kiongozi, atakapokuwa anaomba baadaye kwa katika uchaguzi mkuu awe best hata kwa yule ambaye anayeshindana na au wale ambao anaoshindana nao. Wajue kabisa kwamba tunapoenda tukimchagua huyu, akienda kule baadaye anazalisha kitu ambacho ni kizuri zaidi. Kwa hiyo we need the best leader. Kwa namna nyingine, wakati wa kampeni ambazo wagombea wote wanaenda kuzungumza na wale wajumbe ambao wanaweza kwenda kuwachagua, kuna baadhi watatumia pesa labda kwa kuweza kuwakomvisi wajumbe waweze kupatiwa ili kwako. Kuna vitu ambavyo havikwepeki, kwa sababu kuna vitu vinafanyika nje ya macho yetu, sawa. Hakuna corruption ambayo inakuja moja kwa moja hivi ikiwa mimi na wewe tunaiona. All corruptions zinafanyika behind of our high. Unaweza kukuta kwamba wewe umepewa pesa, lakini angalia yule aliyekupa pesa, sawa. Wewe una maamuzi yako, kwa sababu kura inavyopigwa ni kwamba ni siri kati ya nafsi yako na yule unayempigia kura, kwamba mimi sanduku na mimi ndio tuko hapa, yeye hanioni. Kwa kwenye kufanya maamuzi usiharibu kwa sababu fulani alinipa pesa yake, bali chagua kitu ambacho is the best one for all, kwa sababu miaka 5 sio miaka 2, sawa. Miaka 5 ni mingi. Kwa utakapoharibu leo, unaandaa chembe ambayo ni ngumu zaidi na kuja kutuathiri wote kwa muda wa miaka 5. Kwa hiyo usione leo aliyokupa milioni 1 kwa yona nyingi, ina malipo mazito sana kwa muda wa miaka 5. Yaani ukifikiria hiyo milioni 5 uliyopewa leo, sawa, na kipindi ambacho yeye yale madhira atakayokuwa anakufanyia ni zaidi ya hiyo milioni 1, 2, 3, 4, 5 au hata 10 ambazo umezipokea. Naelewa vizuri. Kwa hiyo ni washauri ambao kama wanafanya hivi vitu behind, sawa, moja kwanza waache, sio vitu vizuri, sawa. Sababu tunapoingia kwenye uchaguzi ni kwamba mtu afanye kutoka moyoni mwake, sio kwa sababu fulani aliniconvince kwa hela, sawa. Ongea kitu ambacho unaweza kupractice in society, sawa. Leo mimi nikikuchagua kwa hela, means kwamba hautawapa raia wako wote hela, sawa. Kwamba kile ambacho utakachokisema kwenye majority ndicho ambacho utakachokuwa majority inakudai, sawa. Mimi ambaye umenipa hela kama mjumbe, sawa, umenipa milioni 10, umenipa milioni 5, sawa, haitokuwa na madai kwa popular, sawa. Popular wanataka action, is not your money, sawa. Money ni kwa yule mjumbe wako kule baadaye, sawa. Kwa sasa cha kuwashauri wenzetu ili wasiumize au wasitumize katika ili eneo letu, kwa sababu tunajua udhaifu uliopo kwa wilaya ya Mafia, so tunahitaji watu ambao ni active. Kwa hiyo kama nikupa hela huko behind, sawa, usifanye maamuzi ya pesa, fanya maamuzi ya mtu ambaye ni best for all, sio kwa niaba yako kwamba mimi nitafaidika leo amenipa milioni 10, then akishapata hii opportunity nitapata zaidi. Most ya our politicians ni liar, sawa. Amekulaghai, amekupa milioni 1 leo, sio kama ile miaka utakayompa 5 atakuwa anakupa milioni 1. Ni uongo.
amekucheat tu leo, tomorrow hatakuona tena, haumuoni tena mpaka tena miaka 5 inayokuja. So wajiulize, kwa sababu kuna mambo mengi au kuna nyakati nyingi sana tunawapa hao watu nafasi, na hivi vitu huwa vinatokea kila miaka 5. Kwa hiyo tunachotakiwa au wanachotakiwa wajumbe kwenda kufanya ni kuchagua mtu ambaye atatusaidia wote, sio kwa sababu tu ya kwamba mimi alinipa kitu fulani. Kwa hiyo cha kwanza kabisa, rushwa sio mzuri kwa viongozi, hata na kwa wewe unayepokea, sawa, sio kitu kizuri. Lakini kuna vitu ambavyo wewe huwezi kumwambia mtu kwamba bwana usichukue, unaelewa vizuri, kwa sababu anapotoa au anapopokea ni nje ya. Kama akakupa huko alikokupa, sisi hatujaona na hatutaki kutangaza kwamba nani katoa, sawa, kwa sababu hatujui. Kama hivi vitu vinafanyika na wewe umesikia bwana atoa, bwana umepewa, unaweza ukachukua, sawa, lakini maamuzi yako katika nafsi yako na sanduku yako.